Siri ya nyumba imara ni msingi. Ukiwa na nyumba yote imara inaendelea kudumu tu, ujue msingi ulijengwa vizuri sana, huo msingi. Na unajua gharama watu wanakwepa kwenye msingi, ndio maana unakuta nyumba mtu anakuambia nimejenga kwa bei rahisi. Hakuna. Ukiona amesema hivyo ujue hiyo nyumba sio imara. Msingi gharama yake inaweza kawa kubwa kuliko hata hivi vitakavyokuja juu yake. Hii nimeweka tu kama mwanzo wa hii mada, kwa sababu kuna jambo moja mimi nataka kulieleza hapa ambalo ni muhimu sana, hasa kwa sisi wa Afrika, kwa sababu kuna tabia ya kutokujiamini, kuna tabia fulani za kujiona sisi labda hatuwezi au sijui namna gani au hatuna lolote tunalolifanya katika mchango wa dunia kwa ujumla wake. Kuna watu wanaamini hivyo, na hiyo sio sawa. Sasa ngoja niwaambie jambo moja. Sisi ndio msingi wa dunia hii. Sisi, narudia tena, ndio msingi wa dunia hii. Kabla mtu yoyote hajakuwepo hapa kwa namna nyingine yoyote, sisi ndio tulianza kuwekwa hapa. Kwa hiyo tumeendelea kuwa msingi wa kubeba maendeleo yote tunayoona. Haya maendeleo yote duniani tunayoona yamebebwa na msingi wa Waafrika. Yaani nikisema Waafrika bado tunatumia neno lile la tulilopewa la Afrika. Sisi ni Alkebulani. Sisi ni Alkebulani. Hili ni jina ambalo halisi. Nimeona wenzangu wamejaribu kulianza kulitambulisha Alkebulani hiyo kwamba ndio lilikuwa jina halisi la Afrika. Ingawa mimi najua majina mengine ya kina Ethiopia, Kushi, hivyo. Sasa basi, kama sisi ndio msingi unaobeba maendeleo haya yote ya dunia, ina maana kwamba chanzo cha maendeleo yote tunayoona, chanzo chake ni sisi. Sio kwa maana sisi kama sisi, kwa maana ya wahenga waliotangulia ndio walisimamisha hii misingi na kuweka kama mfano wa namna gani ambavyo inatakiwa kuwa katika maisha ya kuwapo katika mwili. Kwa hiyo siku za nyuma, video ya nyuma, nafikiri ya kwanza kabisa nilisema kizazi kipya, vijana kwa maana hiyo wanatakiwa watembee kifua mbele, kwa sababu kama walikuwa wanajua haona lolote kwa kuangalia uwiano wa Afrika na maisha ya Kiafrika na nchi zingine, wakadhani wale wameendelea sana, wao hawana maana. Maana kitumie hivyo, hawana maana, wakajiona hawana maana. Maana mtu anaweza kujidharau, ina maana ukijidharau unajiona kama wewe huna maana. Achana na hiyo kitu. Useme una maana. Wewe una maana kuliko hata wanaoishi New York sasa hivi. Wewe una maana kuliko anaishi kule Uingereza. Wewe una maana kuliko anaishi London au Ontario kule Canada au kule wapi Dubai. Wewe una maana zaidi, kwa sababu bado uko kwenye ardhi hii ya Afrika, chimbuko la mwanadamu duniani. Wewe bado una wajibu mkubwa wa kuweza kuiongoza dunia. Uelewe hivyo. Na ukitaka kujua, angalia wale walioondoka hapa, au hata Afrika kwa ujumla imeshatoa vipaji vingapi? Tuanzie hapo tu peke yake. Vipaji vingapi vya Kiafrika vimeshaonyesha makali katika ngazi ya dunia, nyanja zote, ukianza kwenye michezo, kwenye uvumbuzi, kwenye usidhani nikisema uvumbuzi sio kashangaa. Usifikiri hayo manini hayo organization kama NASA hayana wa Afrika, hayana watu wenye ngozi nyeusi. Wamo kule. Wamo. Tena sio kwanza juzi, walianza miaka na miaka huko siku za nyuma.
Kwa hiyo uvumbuzi utakuta mchango mkubwa kabisa wa Afrika kule. Ukija na vitu gani vingine? Muziki, muziki tena usiseme. Muziki usiseme. Na hali kadhalika na kadhalika na kadhalika. Na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo usikate tamaa ukadhani kwamba basi maisha ndio hayo unayoona. Mambo yanakuja na kupita. Anza kuelewa hivyo. Mambo yanakuja na kupita. Hii misukosuko unayokumbana nayo katika maisha, usifikiri wakati mwinginewe ni kitu kibaya. Misukosuko hii, anzeni sasa kutia akili. Inaweza kukusaidia wewe ukaanza sasa kutafakari. Ukaanza kuwa na msimamo kifikra. Ukaanza kujiuliza, kwa nini mimi siwezi kusogea mbele na mimi? Kitu gani ninachokosea hapa? Utajikuta wewe mwenyewe hujaamua. Utajikuta wewe bado unaigiza maisha wenzio. Utajikuta wewe bado unashindana na watu wengine, unafanya vitu kwa mashindano. Sasa leo mimi nakwambiaje? Fanya vitu kama wewe ni wewe. Sema mimi nataka nijipangie malengo haya yafuatayo, na nitatakiwa niyatekeleze mimi. Kama kwa mtu mwingine nitajifunza jambo zuri, sitajifunza tu, sitaiga jambo la mtu yoyote la kipuuzi. Kuanzia sasa nitaanza kujishirikisha zaidi na watu ambao tayari wameshaendelea kuliko hawa vijana wenzangu ambao nawaona tunakaa tu kwenye vijiwe ambapo hawana hoja yoyote ya msingi. Utakaje kijiweni halafu useme utapata mafanikio? Au unawezaje kusema mimi nakwenda kwenye kijiwe nikapoteze muda? Unapoteza muda, hujui kama muda ni pesa. Hakuna kitu cha namna hiyo kinachoitwa kupoteza pesa hapa. Alafu naanza kulalamika kwa sababu nashindwa kutumia hivyo vipaji mlivyo navyo. Vipaji ni pamoja, unapoamka na afya njema, wewe hicho kipaji tayari umeshapewa. Kwamba wewe uko tayari kwa siku. Sasa usifanye mchezo. Mimi wakati fulani nimewahi kuona vijana hapa wananisaidia shughuli za hapa na pale. Mtu anakuja anakudanganya kwamba mimi ni fundi wa kitu fulani, lakini mwisho wa safari katika kumkagua unaona ile kazi haijui kabisa, au bado ni mwanafunzi lakini kakudanganya. Sasa ukianza kumlalamikia ukimwambia bwana kazi yangu unaniharibia, umeondoka, anakasirika. Anakasirika kitu gani? Unakasirika kitu gani? Wewe unataka kuniharibia kazi yangu, alafu mimi nikuachie tu, alafu unakasirika, alafu unaniona mimi mbaya. Nani anataka haribiwe kazi yake? Hujui kama mimi natumia pesa hapa? Sasa inakuwaje mimi niharibu pesa? Mbona wewe huna pesa umekuja kutafuta hapa? Sasa kwa nini usiheshimu? Kwa nini usiheshimu kazi? Hii ni shida, lazima tuelekezane hapa. Watu wengi mnakuwa hamheshimu kazi, na ndio maana mnaendelea kuwa maisha hayo mlionayo mpaka sasa hivi. Sasa tutajengaje kama sisi ndio msingi wa dunia? Tutajengaje dunia kwa kizazi hiki ambacho kinakwenda kinaangalia tu maslahi yao wao? Yaani yeye akija kwenye kazi, akishakwambia mzee hii kazi itachukua bei fulani, ameshajipangia kwamba hii ndio itatatua matatizo yake. Wakati mwingine mtu anakuja kwa kazi ndogo anakutajia mahela ya ajabu, kwa sababu anataka matatizo yote alionayo kichwani yaje yamalizike kwa kazi ndogo tu na kulipwa pesa chungu mzima. Hakuna kitu cha namna hiyo. Tunataka Waafrika warudi kwenye nafasi yao. Sasa kama hawa vijana hawa wanakaa wanabweteka na kukaa lalamika pasipo sababu, watakuwaje viongozi wa dunia? Hiyo kazi bado tunayo, kwa sababu kitambulisho chetu si ngozi bwana, rangi ya ngozi yetu. Hicho ndio kitambulisho chetu, na bado tunakanyaga hii ardhi. Sisi ndio msingi. Sasa tunajenga msingi gani kwa kizazi hiki? Wazee waacha heshima ya ujenzi, na tunaona ujenzi na bado unaendelea, kwa sababu nyinyi sasa mnatakiwa mkae mshikilie hii dunia, muishikilie, kwa sababu hapa ndo kwenye malighafi zote. Muhakikishe sasa badala ya nyinyi
kuzitoa hizi malighafi zitumike hapa kuchakatiwa, kwa kuchakata hapa hapa, ili na nyinyi mpate nafasi ya kupeleka hizo bidhaa zikiwa tayari zishakuwa zimetengenezwa maeneo mengine ya dunia. Sasa mnapoanza kuwa na hizi tabia za kuona kwamba kila kitu kinawezekana tu kwa urahisi, kila kitu kinawezekana tu kwa kwenda kwa mtu alafu kumtajia mahela ya ajabu, alafu akwambia hiyo hela mimi siwezi kukulipa kwa kazi kama ndogo kama na hiyo, mimi naona tu ukatafute sehemu nyingine, alafu unakaa unakasirika, unakaa unalalamika, unaanza tena wakati mwingine hata kumtukana, wewe mzee nini bwana, hivi na hivi na hivi. Hapana, hiyo sio sawa sawa, hiyo sio sawa sawa kabisa. Kwa hiyo hili nalipeleka zaidi hapa, nitapeleka zaidi kwa mafundi na vibarua vyao, yani vibarua wale watu wanaowasaidia. Nimeliona mwenyewe na wala sio muda mrefu, kuanzia Januari mpaka Aprili. Kuanzia Januari mpaka Aprili mimi nilikuwa na watu hapa wanajisaidia kufanya kazi fulani fulani, sio kunisaidia kwa maana kwamba bila kupewa pesa, walikuwa wanapewa pesa. Ndio nikagundua kwamba kuna tatizo ambalo linatakiwa tulisemee, na ni tatizo linalotakiwa kukemewa. Watu wengi sana wanataka kuleta uongo. Watu wengi sana wanaleta utapeli katika hizi kazi. Mtu anakuambia nataka ununulie msasa. Yeye ni mpaka rangi, yeye ni mtu wa skimming, anakuambia nataka ununulie msasa. Anakuagiza msasa chungu mzima. Akija anafanya skimming, alafu wakati wa kutaka saa pake rangi hata apigi msasa. Au anapiga msasa kidogo tu anatupa. Anatumia ule msasa kwa kidogo tafu unatupa. Matokeo yake ukizungazunga kwenye majalala kule unakuta kuna misasa ambayo bado mizima kabisa. Na ukija kuangalia kuta kule zingine ambazo watu wanasema tumeshapiga msasa huku, tutakuja tupake rangi. Wewe ukienda kukagua kule unakuta maeneo chungu mzima ambayo hayajapigwa msasa. Sasa ukimwambia mbona hapa hujafanya hivi? Mbona hapa hujafanya? Huyu mzee bwana mkorofi sana. Huyu mzee bwana mkorofi sana. Afu wanaweka vigenge. Fundi skimming anakwenda anaongea na anapiga plaster, na anayepiga plaster naye anaungana na mjinga mwingine ambaye anajenga matofali kule, na mwingine anaungana na mjinga ambaye anawasaidia sijui wapi pale, analeta kokoto, analeta simenti. Wanajenga timu ya kufanya wewe uzunguke sasa mwenye nyumba yako kama vile wao ndio wenye mamlaka. Hakuna kitu cha namna hiyo. Sasa tufike mahali tuanze kujitambua kwamba sisi ndio msingi wa dunia hii. Tuna wajibu wa kuwakilisha wahenga wetu walioondoka, au ukiwaita wazee wetu walioondoka, au wazee wetu ambao bado wapo. Yaani sisi na wengine wa kaka zangu mimi ambao bado wako hai, ambao sasa hivi wameshafanya vya kutosha, sasa wamewaachia nyinyi. Alafu mwe wepesi kuwasikiliza ushauri wao, sio mnaleta ujeuri na ukaidi tu usio na sababu. Kwa hiyo hilo nimeona afadhali nilizungumze, kwa sababu sioni kama wenzangu wanalizungumza na kusisitiza sana, kwa sababu vile unahitaji hivi vifaa, vinahitaji hela. Kwa hiyo siwezi kuwalaumu sana, na inahitaji uwe na hicho kipaji cha uweza kukaa ukaongea namna hii. Kwa hiyo nadhani vijana mmenisikia, hasa nyinyi mnajiita mafundi wa nyanja zote, wa umeme, wajenzi wa matofali, maseremala, kwa upande wa upauaji na upande wa kutengeneza milango na kila kitu. Nyote watu wa tiles, afu nyote watu wa tiles ndio wakorofi zaidi, walio wengi ni wakorofi. Halafu mnakuja wakati mwingine nyinyi mafundi, kabla hamjajua kazi vizuri, mnajitangazia nyinyi mafundi. Mimi nadhani mbele ya safari mnatakiwa mwe na leseni. Serikali, hili ni wazo, serikali ianze kuangalia hilo jambo. Wawe na leseni, wapelekwe mahali, wakaguliwe, waonekane kwamba wanajua vizuri inavyotakiwa katika zile kazi zao, study zao, afu wapewe leseni. Wakishapewa leseni sasa, akija huku mtaani akiharibu, anaandikiwa tiki pale kwamba wewe tayari ushaharibu moja, anatengenezewa point. Zikifika point fulani anyang'anywe ile leseni. Ndio watakuwa na msimamo hawa. Asanteni sana kwa kunisikiliza.